Bwana Yesu apewe sifa. Karibu tena katika siku njema hii ambapo tutakwenda kujifunza neno la Mungu kwa ufupi. Kuchambua neno, tunaweza kutanguliza Roho Mtakatifu. Baba, ninakushukuru kwa neema na kwa kibali hiki ambacho Mungu umetupa. Maana Mungu umezidi kwa pamoja nasi, umezidi kutupa afya pamoja na uzima. Ni wakati mwingine ambapo Mungu tunataka kulichambua neno lako, kujifunza neno. Roho Mtakatifu katuongoze kwa utukufu wako. Fungua fahamu zetu na akili zetu Bwana, tukajue neno uliyokusudia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Andika kichwa cha somo hiki kwamba mafanikio ya mtu yanatokea wapi? Mafanikio ya mtu yanatokea wapi? Kwenye mabano, Mkristo. Tunaongelea mafanikio ya mtu wa Mungu ambaye ni Mkristo. Mafanikio ya mtu yanatokea wapi? Kwenye mabano, Mkristo. Kulingana na Biblia na namna ambavyo Yesu Kristo alikuwa akieleza kuhusiana na mafanikio ya mtu aliyeokoka, chanzo cha mafanikio ya mtu aliyeokoka yanatokana na neno la Mungu. Neno la Mungu. Na bila kuwa na neno la Mungu, mtu wa Mungu ni ngumu kuwa na mafanikio. Ni ngumu kuwa na mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu baraka nyingi sana ambazo Mungu ametupa sisi watu wake au watoto wake, nyingi zimeachiliwa katika ulimwengu wa roho. Na ni wachache sana ambao wanazipata kwa sababu wana uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho. Mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kutawala na kupata access au kuingia kwenye ulimwengu wa roho, anakuwa na uwezo wa kuchukua baraka nyingi sana ambazo Yesu Kristo aliziachilia. Na ndio maana anasema kwamba kwa kupigwa kwake pale msalabani, sisi sote tumepona. Anasema akachukua umaskini wetu, akaishi katika maisha ya umaskini ili sisi tuwe matajiri. Yote haya, utajiri na baraka ambazo Yesu aliziachia, zinapatikana kwenye ulimwengu wa roho. Zinapatikana kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo bila mtu kuingia kwenye ulimwengu wa roho na kuchukua hizi baraka, kwa mtu aliyeokoka ni ngumu sana kufanikiwa. Ni ngumu sana kufanikiwa. Tuangalie neno la Mungu lina msingi gani katika mafanikio yetu, na kwa nini tunahitaji neno la Mungu kama Wakristo. Angalia kitabu kile cha Yohana sura ya 8, mstari ule wa 31 mpaka mstari ule wa 32. Hapa Yesu alikuwa akiongea na Wayahudi ambao waliomwamini, manake waliompokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni kama sisi hivi leo ambavyo tumempokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Anaongea na hawa Wayahudi waliomwamini, sio ambao hawajamwamini, waliomwamini. Anawaambia, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nanyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Anawaambia kwamba ninyi mkikaa katika neno langu, sio tu mkilisikia. Maana unaweza ukalisikia lakini lile neno lisikae ndani yako.
Unaweza ukalielewa, lakini lile neno lisikae ndani yako. Watu wengi ni wazuri sana wa kukalili, lakini sio kuliishi neno. Unaweza uko vizuri sana kwenye kulikalili neno, kwenye kushika mistari ya Biblia, lakini kama ile mistari hauishi, haujafanya ile mistari kuwa sehemu ya maisha yako, haujalifanya lile neno kuwa sehemu ya maisha yako, maanake bado lile neno haliwezi kukufanya kuwa huru. Bado lile neno haliwezi kukufungua. Bado lile neno haliwezi kukupa matumaini. Bado lile neno haliwezi kukufanya kustawi. Bado lile neno haliwezi kukufanya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu umekalili. Mtu anayekalili neno hana tofauti na mtu ambaye anayekalili masomo darasani. Amen. Amen. Maanake neno inabidi liishi ndani ya moyo wako. Neno inabidi liishi ndani ya moyo wako. Kumbuka, mara nyingi kinachotoka ndani ya mtu ni kile kilichopo ndani ya moyo wake. Muonekano wa mtu wa nje ni kile kilichopo ndani ya moyo wako. Ndio maana Yesu anasema kwamba neno la mtu, neno la Mungu likikaa ndani yenu, mkikaa katika neno, maanake mkiliishi neno na neno likawa ndani ya mioyo yenu, anasema mtaifahamu kweli, nanyi na hiyo kweli itafanya kuwa huru kweli kweli. Maanake kama bado hujakaa ndani ya neno, maanake bado haupo huru. Maanake bado umefungwa. Maanake vitu vyako bado vimefungwa. Hatua zako bado zimefungwa. Mwenendo wako bado umefungwa. Ufahamu wako juu ya jambo fulani bado umefungwa. Ni kwa sababu lile neno halijakaa ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu anawaambia, mkilifahamu neno nanyi mkakaa katika hilo neno, kitu cha kwanza mtakuwa wanafunzi wangu. Maanake nyinyi mtakuwa wanafunzi na mimi nitakuwa ni mwalimu. Maanake nitaanza kuwafundisha, nitaanza kuongoza, nitaanza kuwaelekeza, kwa sababu mmekubali kuwa wanafunzi wangu, kwa sababu neno langu linakaa ndani yenu. Maanake kuwa mwanafunzi wa Yesu sio tu kumkiri, lakini pia kukaa ndani ya neno aliloliagiza. Maanake ukilikiri pasipo neno kukaa ndani, maanake bado hujasajiliwa kwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo neno ndio litaonyesha kwamba je, huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Kwa sababu neno la Mungu likikaa ndani yako, utaanza kuliishi. Utaanza kuona matokeo ya nje yanatokana na lile neno la Mungu ambalo wewe tayari umekwisha kuliishi. Kwa hiyo neno la Mungu likikaa ndani ya mtu, kitu cha kwanza Yesu anachosema, lazima limfungue yule mtu. Lazima limweke yule mtu kuwa huru. Kumbuka, neno ndo lina nguvu ya kumponya mtu. Neno ndo lina nguvu ya kumfanya mtu kustawi. Neno ndo lina nguvu ya kumfanya mtu kufanikiwa. Neno ndo lina nguvu ya kumfanya mtu kuinuka kwenda juu. Wakati fulani Yesu Kristo akiwa akipita katika maeneo fulani, akakutana na mtu mmoja, akamwambia, Bwana, haustahili kuingia kwangu, lakini sema neno moja tu na mtumishi wangu atapona. Manake neno ndio lipo lina uwezo wa kumponya yule mtu ndani aliyekuwa anaumwa. Anamwambia, ninachojua neno linalotoka kwa Yesu lina nguvu ya uponyaji, lina nguvu ya kumfanya mtu kustawi, lina nguvu ya kumfanya mtu kufanikiwa. Manake kama wewe ni Mkristo lakini bado huliishi neno la Mungu, manake bado hilo neno haliwezi kukufungua. Hilo neno haliwezi kufanya kitu ndani yako. Manake ni mpaka pale umeamua kuliishi lile neno. Manake neno likikaa ndani yako, katika vilindi vya moyo wako, linatengeneza supernatural power, linatengeneza nguvu ya Mungu itakayokutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ndio maana, kwa sababu shetani ya kutambua nguvu ya neno, ya kwamba katika neno Mkristo ndipo anastawi, Mkristo ndipo anafanikiwa, Mkristo ndipo anafunguliwa, watu wengi sana wamefungwa kwenye kusoma neno. Anaweza kawa ni mtu mzuri sana kwenye kuomba, lakini asiwe ni mtu mzuri sana kwenye kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake ukiwa ni mtu mzuri sana kwenye kuomba, lakini si mtu mzuri wa kusoma neno, manake kuna vitu fulani unapoteza kwenye ulimwengu wa roho.
Kuna vitu fulani unakuwa hauvifahamu kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana sio kwamba hawaombi, wanaweza kuwa wanaomba, lakini maarifa ya neno la Mungu ndio hawana, na ndio maana wanaangamia, na ndio maana wanaishi kwenye maisha ya umaskini, na ndio maana shetani bado anaendelea kuwatesa pamoja na maombi walionayo. Maana anasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana maarifa ya Mungu ndio yanayomtoa mtu kwenye maangamizi, ndio yanayomtoa mtu wa Mungu kutoka kwenye vifungo vya shetani. Maana bila neno vifungo vya shetani haviwezi kutoka. Na ndio maana fuatilia kwenye makanisa yetu yote, huwezi kukuta mchungaji anaanza kuombea wagonjwa, kuanza kuombea viwete, kuanza kuombea wenye mahitaji, kufunguliwa na kutolewa kwenye changamoto alizonazo. Manake neno kwanza huwa linaanza, na kisha kipindi cha maombi na maombezi kinafuata baada ya neno. Kwa sababu gani? Kwa sababu lile neno tayari limeshakwisha kumweka yule mtu huru. Manake kuna wengine kwa imani walizobeba kusikia tu lile neno la Mungu, na mtumishi wa Mungu alivyotumiwa na Roho Mtakatifu kuleta lile neno, kuna watu matatizo yao tayari yanaanza kuondoka wakati wa neno, kwa sababu wanapolipokea lile neno, wanapoifahamu ile kweli ya neno la Mungu, lile neno tayari linaanza kuwafungua, linaanza kuweka huru. Kwa sababu kuja kwenye maombi, kuwekewa mikono mtumishi wa Mungu, manake kuna namna fulani neno limeshatengeneza njia ya mtu muujiza wake kutokea, wa mtu muujiza wake kuonekana, wa mtu muujiza wake kuthibitika kwenye ulimwengu wa kimwili, kwa sababu chanzo cha muujiza kinaanzia rohoni pale mtu anapolipokea lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Yohana anachokisema. Yohana, waraka wa 3 wa Yohana, sura ile ya kwanza mstari wa 2. Angalia Yohana anachokisema. Waraka wa 3 wa Yohana, sura ile ya kwanza mstari wa 2. Asema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Asema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako inavyofanikiwa. Manake the way ambavyo roho yako inashiba neno, inafanikiwa rohoni kwenye ulimwengu wa roho, na ndivyo wewe ufanikiwe hivyo hivyo. Manake anachokizungumzia hapa Yohana, asema kwamba mafanikio ya mtu wa Mungu aliyokoka yanaanzia kwenye roho yake. Manake kadri ambavyo roho yake inavyofanikiwa, ndivyo kimwili anavyofanikiwa, ndivyo kiafya anavyozidi kufanikiwa. Anazungumzia swala la afya. Kwa nini anazungumzia swala la afya? Asema kwamba haiwezekani mwanadamu kuanza kufanikiwa kama afya yake haijafanikiwa kwanza. Maanake huwezi kutoka kwenda kufanya kazi kama afya yako ipo mbovu. Maanake kama unaumwa magonjwa, huwezi kutoka kwenda kufanya kazi, utabaki ndani. Asema kitu cha kwanza, roho yako inavyofanikiwa na afya yako iwe hivyo hivyo, na ndivyo jinsi ufanikiwe kimwili. Mafanikio ya mtu yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Na kwenye ulimwengu wa roho, kitu ambacho wanahitaji ni kitu kinaitwa neno la Mungu. Manake neno la Mungu ni kama password kwenye ulimwengu wa roho. Manake ukishafahamu ya kwamba baraka zangu zipo hivi, baraka zangu zimeandikwa vile, ni rahisi wewe kudai, kwa sababu unafahamu baraka zako ni zipi, kwa sababu unafahamu haki zako ni zipi kwenye ulimwengu wa roho. Manake ukilifahamu neno, utachukua ile statement ya neno, utaingia nayo kwenye ulimwengu wa roho, utasema hii ni haki yangu, kwa sababu unajua. Lakini kama ulijui neno, utaingia kwenye ulimwengu wa roho, utaanza kuomba maneno yako binafsi. Kumbuka, maneno yenye nguvu huwa ni neno la Mungu. Biblia inasema kwamba neno la Mungu lina nguvu, tena ni kama upanga ukatao kuwili, una uwezo kugawanya nafsi na kutenganisha mafuta. Manake lenye nguvu ni neno la Mungu, sio neno la mwanadamu. Manake unapotumia neno la Mungu, manake unajenga hoja zenye nguvu. Mungu anasema kwamba Anasema kwamba leteni hoja zenye nguvu, asema Bwana wa majeshi. Manake anahitaji mzungumze kwa kutumia neno.
Sehemu nyingine katika kitabu kile cha Isaya anasema kwamba nikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako uweze kupewa haki yako. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu anajua kwamba umkumbushe ni neno gani ambalo Mungu alilisema kama ahadi ya baraka kwako, alafu ulitumia neno kumkumbusha Mungu. Maanake Mungu anahitaji kukumbushwa kwa neno alilolisema. Maanake huwezi kumkumbusha mtu kitu ambacho hajakisema. Maanake anasema unikumbushe katika yale niliyoyasema ili uweze kupewa haki yako. Kwa maana nimeshaongea kwamba kuna haki ambayo wewe unayo, lakini nahitaji unikumbushe. Maana kuna wakati nisikilize, kuna vitu huwezi kupokea mpaka umeambatanisha neno la Mungu. Ndio maana Yesu mwenyewe akatupa kielelezo. Wakati anamshinda shetani, alimshinda kwa neno, akamwambia imeandikwa. Maanake hoja yenye nguvu kwenye ulimwengu wa roho ni hoja ambayo inaanza imeandikwa. Unapomwambia Mungu kwa habari ya kazi, mwambie Mungu imeandikwa. Unapomwambia Mungu kwa habari ya elimu, mwambie Mungu imeandikwa. Unapomwambia Mungu kwa habari ya mafanikio, mwambie Mungu imeandikwa. Maanake lazima ukoti Bible verse, alafu mwambie Mungu kwamba hii imeandikwa, kwa sababu ipo katika mstari fulani, imeandikwa katika neno lako. Maanake hayo ndio maombi yenye hoja zenye nguvu mbele za Mungu, na ndio yanamfanya Mungu afanye kitu, kwa sababu inasema kwamba neno la Mungu limehakikishwa. Maanake unapolitaja lile neno, maanake Mungu inabidi alithibitishe. Anasema hivi, anamwambia Yeremia, kwa maana mimi huwa naliangalia neno ili kuweza kulitimiza. Anapongea kwamba huliangalia neno ili kulitimiza. Anasema analiangalia neno lake alilolitamka, ndilo analoliangalia ili kuweza kulitimiza. Maanake sio neno la mwanadamu. Neno la Mungu ndio lina nguvu, ndio lina uwezo, ndio lina mamlaka, na haliwezi kubadilika. Tangu jana na hata milele, neno la Mungu litasimama kwa vile vile. Neno la Mungu litakuwa vile vile. Na ndio maana tangu agano la kale mpaka agano jipya mpaka sasa tunatumia neno lile lile, na Mungu anafanya kazi vile vile. Maanake neno halijabadilika na Mungu hajabadilika. Utendaji wake wa kazi hujabadilika, nguvu zake hazijabadilika. Maanake hana limitation kwenye kufanya jambo, hana mipaka kwenye kufanya jambo. Yeye haangalii mazingira, haangalii watu wanasemaje, haangalii watu walikuwa wanasemaje, haangalii principle za dunia zilikuwa zinasemaje, kanuni za dunia zinatambuaje, lakini anachokiangalia ni lile neno linasemaje. Maanake kama umelifuata neno na ukaenda sasa na neno, maanake ile haki inakuwa ni ya kwako. Ni swala la kumwambia tu Mungu, naomba Bwana ukumbuke. Umesema nikukumbushe, ninakukumbusha. Utanifanya kwa kichwa wala sio mkia. Ulisema tutakopesha mataifa wala tutakopa. Hilo ni neno la Mungu. Unasema kwamba tukimtegemea Mungu nafanana na mti uliopanda kando kando ya maji, ambao utachanua wakati wa hali zote. Wakati wengine wanahangaika katika hali ya ukame, mimi nitastawi. Maanake hilo ni neno. Unamwambia Mungu, unamkumbusha Mungu, unamlilia Mungu, unamweleza Mungu kupitia neno lake. Maanake unapoomba kupitia neno la Mungu, maanake hizo ni password za kufungua baraka fulani kwenye ulimwengu wa roho. Maanake bila kutumia neno la Mungu, bila kuomba kutumia neno, maanake maombi yako yanakuwa ni maombi maregevu, ni maombi yasiyokuwa na hoja, ni maombi yaliyo manyonge, ni maombi yaliyo madhaifu. Maana yake nguvu ya neno la Mungu katikati ya maombi ndio linachomfanya mwanadamu kuwa na maombi yaliyo strong, kuwa na maombi yenye hoja, yenye nguvu, yaliyojaa uweza na mamlaka. Kuanzia leo mwambie Mungu, nibadilishe kwenye uombaji wangu, niliweke neno lako kwenye maisha yangu, niliishi neno lako kwenye kazi yangu, nitembee na neno lako kila wakati, nikae katika neno lako. Maanake nachokifanya kiwe ni kile kilichopo ndani ya neno, ili niweze kudai haki yangu, nami Mungu utanipa. Ninaamini katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe. Tembea na amani ya Bwana. Amen.